Ilianza kama siku ya kawaida. Watoto walicheza karibu na mto wakitupa mawe kwenye maji yaliyoelea kwa utulivu. Akina mama walikuwa sokoni wakitafuta viazi bora na samaki safi. Baba mmoja alimbusu mwanawe na kuelekea kazini akiwa hajui kuwa hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho kusalimiana naye. Anga ilikuwa safi, jua likitabasamu, ndege wachache wakiruka mbali kana kwamba wanatoroka kitu. Na ndani ya kituo cha nguvu za nyuklia cha Chernobyl, usiku uliofuata ulikuwa mwanzo wa mabadiliko ya milele. Mabadiliko ambayo yangesababisha mateso kwa maelfu na kuacha historia yenye majeraha yasiyopona. Kituo cha nguvu cha nyuklia cha Chernobyl kilijengwa kati ya miaka ya 70 kikionekana kama ushahidi wa maendeleo ya kiteknolojia ya muungano wa Kisovieti USSR. Kilikuwa na mitambo minne ya nyuklia aina ya RBMK 1000, kila moja kikiwa na uwezo wa kutoa megawatt 1000 za umeme. Mji wa Pripyat ulioko umbali wa kilomita chache kutoka kiwanda hicho ulijengwa mahususi kwa kuwahudumia wafanyakazi wake. Mji huu ulikuwa na idadi ya wakaazi zaidi ya 1049, wengi wao wakiwa ni vijana na watoto. Kulikuwa na shule zipatazo 15, hospitali kubwa, ukumbi wa michezo, ukumbi wa sinema, duka la jumla, viwanja vya michezo, mabweni na hata bustani za kisasa. Mchakato wa jaribio maalum uliopangwa kufanyika katika reactor namba 4 ulihusu kujaribu mfumo wa dharura wa kuzalisha umeme wakati wa kuzimwa ghafla kwa umeme wa nje. Lengo lilikuwa kuhakikisha kwamba hata kama kituo kitakatiwa umeme kutoka kwenye umeme wa kitaifa, turbine ingeweza kuendelea kuzunguka kwa muda mfupi na kutoa umeme wa kuendesha pampu za baridi. Jaribio hilo lilipangwa vizuri, lakini lilifanywa bila kufuata taratibu za usalama. Baadhi ya mifumo ya usalama ilizimwa makusudi ili kujaribu mfumo huo wa dharura. Usiku wa Aprili 25 hadi 26 mwaka 1986, shughuli hiyo ya majaribio ilifanyika. Majira ya saa 1 asubuhi, ghafla kulikuwa na ongezeko kubwa la nishati ndani ya reactor. Maji ya baridi yalikuwa yamepungua na hali ya joto ilikuwa imefikia viwango vya hatari. Kituo hakikuwa tayari kwa mabadiliko hayo ya ghafla. Katika sekunde chache, shinikizo lilizidi uwezo wa reactor na mlipuko mkubwa ukatokea. Reactor namba 4 ililipuka, paa lake likarushwa angani na sehemu ya ndani ya kiwanda kulipuka kama volkano. Mionzi mikubwa ya nyuklia ilitapakaa hewani ikitengeneza wingu la sumu lililosambaa haraka juu ya anga la Ulaya Mashariki. Kulikuwa na radi za samawati ambazo baadaye zilielezewa kuwa glow ya Chernobyl, ishara ya mionzi ya kiwango cha juu. Wazimamoto wa kwanza waliwasili dakika chache baada ya mlipuko. Walidhani ni moto wa kawaida na walifanya kazi kwa mikono bila mavazi ya kujikinga na mionzi. Baadhi yao walipanda juu ya paa la reactor ambapo kulikuwa na kiwango kikubwa kabisa cha mionzi wakijaribu kuzima moto. Kwa bahati mbaya, wengi wao walikumbwa na radiation burns kali na kufariki siku chache baadaye. Wengine waliendelea kuishi kwa maumivu ya miaka mingi. Asubuhi ya Aprili 26, jua lilichomoza juu ya Pripyat kama kawaida. Hakuna tangazo rasmi kuhusu mlipuko lililotolewa. Watu waliendelea na shughuli zao. Watoto walikwenda shuleni, wazazi walienda kazini na wengine walienda kutazama moshi ukifuka juu ya kiwanda. Hakukuwa na tahadhari ya aina yoyote. Mionzi ilikuwa tayari imeenea angani. Watu walivuta hewani, waliikanyaga ardhini na kuisambaza majumbani mwao. Serikali ya Kisovieti ilichelewa kutoa tahadhari. Ilikuwa hadi Aprili 27 saa 2 asubuhi, zaidi ya saa 30 baada ya mlipuko, ambapo uamuzi wa kuhamisha wakazi ulitolewa. Mabasi zaidi ya 1200 yaliwasili Pripyat na wakazi walipakiwa kwa haraka. Walielezewa kuwa ni hatua ya muda, kwamba wangerejea baada ya siku 3. Wengine walichukua vitu vidogo kama vyeti, nguo na chakula kidogo. Waliacha nyuma maisha yao yote, nyumba, wanyama na kumbukumbu. Hakuna aliyewahi kurudi tena katika kijiji hicho. Mionzi ya nyuklia ni tofauti na moto au sumu ya kawaida. Haiwezi kuonwa, harufu wala ladha, lakini madhara yake ni ya haraka na ya kudumu. Iliingia kwenye damu, mifupa, ngozi, hata kwenye chakula na mazao. Watoto walipata kansa ya tezi, wanawake walikumbwa na mimba zilizoharibika na baadhi ya familia nzima ziliathirika kiafya. Kumekuwa na mamilioni ya kesi za saratani
matatizo ya akili na hali ya kiakili kama PTSD. Wakazi waliokimbia waliishi kwa miaka mingi na hofu, huzuni na kukataliwa. Serikali ilikanusha makosa kwa muda mrefu na watu walilazimika kutafuta ukweli wenyewe. Baada ya mlipuko, mamia ya maelfu ya watu walileta kusaidia, walijulikana kama liquidators. Hawa walikuwa ni askari, wahandisi, madaktari na hata raia wa kawaida waliolazimishwa au kujitolea. Kazi yao ilikuwa ni kufunika eneo la reactor, kuondoa mionzi na kujenga sarcophagus, kifuniko cha saruji na risasi ili kuzuia mionzi zaidi. Wengine walitumwa kusafisha paa la kiwanda ambapo walitumia roboti ambazo zilishindwa kwa sababu ya mionzi kupita kiasi. Hatimaye binadamu walipelekwa kwa mikono. Walikimbia kwa sekunde 90 wakibeba ndoo za mchanga na kuzirusha, halafu wakarudi haraka kabla hawajaanguka kwa mionzi. Wengi wao waliugua baadaye. Helikopta zilitumika kurusha boron na mchanga juu ya reactor. Moja ya helikopta hizo ilianguka moja kwa moja juu ya reactor mbele ya kamera, tukio lililonaswa moja kwa moja. Serikali ya Soviet haikutaka ulimwengu kujua kilichotokea. Kwa siku 3 hakukuwa na taarifa yoyote kwa mataifa mengine. Ilikuwa hadi mitambo ya kupima mionzi nchini Sweden ilipoanza kupata viwango vya juu visivyo vya kawaida ndipo tahadhari ikatolewa. Dunia ilishtuka. Kusudi la jaribio, kasoro katika muundo wa reactor aina ya RBMK na kushindwa kwa mifumo ya usalama vilifichwa. Ripoti rasmi ya awali ya serikali ya Soviet haikutaja makosa yoyote. Ilikuwa hadi miaka mingi baadaye ndipo ripoti kamili za ndani zilipoanza kutolewa. Leo hii Pripyat ni jiji lililosahaulika. Majengo yamesimama bila maisha na miti imechukua tena miji ya watu. Mabasi ya shule yameoza, vituo vya televisheni vimejaa vumbi na picha za familia zimebaki kwenye fremu za chuma. Lakini watu bado wanafika kama watalii au watafiti. Eneo hilo limekuwa kivutio cha kihistoria, lakini pia ni somo la kisayansi. Wakazi wachache waliokataa kuhamishwa bado wanaishi kwa mbali wakitegemea maisha ya asili, wakikumbatia hatari ya mionzi. Tangu Chernobyl, dunia imechukua hatua kali za usalama katika mitambo ya nyuklia. Miundo imeboreshwa, taratibu za dharura zimewekwa na elimu ya juu ya usalama wa nyuklia imeongezwa. Lakini pia Chernobyl imetoa funzo la siasa, jinsi ambavyo uongo, usiri na uzembe vinaweza kugeuza teknolojia kuwa silaha dhidi ya binadamu wenyewe. Hadithi ya Chernobyl si tu historia ya janga, ni onyo, ni kumbukumbu ya nguvu ya sayansi, tamaa ya kisiasa na mapungufu ya kibinadamu. Ni sauti ya watu waliopotea, familia zilizovunjika na dunia iliyoamka kuchelewa. Na bado Chernobyl ni sauti isiyokoma, sauti inayotuuliza kila siku. Je, tumejifunza? Je, tuko tayari? Au tunasubiri janga lingine? Kwa kila mtoto aliyepotea, kila mzazi aliyelia na kila mji uliofifia, historia ya Chernobyl itaendelea kuishi.